Katika vita ya Kagera iliyoanza tarehe Oktoba 30 mwaka 1978 na kumalizika Aprili 11 mwaka 1979, kuna shujaa ambaye jina lake halitajwi mara kwa mara katika kurasa za historia, lakini leo katika Global Makala tutachimba kwa undani kisa cha shujaa huyu aitwaye John Butler Walden. Ungana nami mwanzo hadi mwisho kuelewa kisa hiki. Mimi naitwa Daniel Vincent. Karibu. Wakati wa vita ya Kagera, brigade namba 207 ambayo ndiyo hasa ilikuwa ya kwanza kusogelea mstari wa adui iliongozwa na Meja Jenerali John Butler Walden. Kwa siku 3 Walden alipita katika maji yenye matope ambayo yalikuwa ni hatari kabisa kwa kuwa kulikuwa na mamba wengi. Kabla ya kusonga mbele, tumfahamu kwa uchache Brigadia Jenerali John Butler Walden. John Butler Walden alizaliwa tarehe 12 mwezi Disemba mwaka 1939 Tunduru, kusini mwa Tanzania, kipindi hicho ikiitwa British Tanganyika. Baba yake alikuwa Mwingereza aliyekuwa mkuu wa wilaya ya Tunduru. Wakati huo aliitwa Stanley Arthur Walden, na mama yake alikuwa Mtanganyika aliyeitwa Violet Nambela. Akiwa na umri wa miaka 3, John na bibi yake upande wa mama walihamia Mbeya. Wakati vita ya kuu ya pili ya dunia inatamatika mwaka 1975, John aliungana na baba yake mzee Stanley Walden ambaye alikuwa amehamishiwa Njombe, Iringa. John Walden alisoma shule ya msingi ya bweni Tosamaganga na kuhitimu darasa la 10 mwaka 1956, na mwaka uliofuata, yaani 1957, alijiunga na jeshi la kikoloni la King's African Rifles KAR. Akiwa jeshini alikuwa ni kijana mchangamfu na aliyekuwa mwepesi kujifunza. Alikuwa ni mtunza store, mpiganaji, mara nyingine karani na hata ukalimani pale alipohitajika kufanya hivyo. Baada ya uhuru, John Walden alikutana na vikwazo vingi, kwani alikuwa ni uzao wa baba mzungu. Kwa wakati huo wazungu wote, hata wale machotara, walionekana kuwa ni wakoloni tu. Alivumilia ubaguzi wote jeshini. Alikuwa mtu mcheshi na mara nyingi wanajeshi wengine weusi walisahau kuwa Walden alikuwa mweupe. Uwezo wake wa kulenga shabaha, kugundua aina ya silaha kwa sauti na mbinu za kivita zilimfanya akubalike zaidi. Kati ya mwaka 1962 na 1963 alihudhuria mafunzo maalum katika shule ya kijeshi ya Aldershot, Uingereza, na mwaka 1963 Mwalimu Nyerere alimwapisha kuwa luteni pamoja na luteni mwingine mweusi aliyeitwa Elisha Kavana. Baadaye John Walden alipandishwa cheo na kuwa meja na kuteuliwa kuwa mkuu wa kambi ya JKT Mafinga. Katika miaka ya 1970 aliongoza operesheni za kijeshi kusini mwa Afrika kusaidia kuzikomboa nchi za Msumbiji, Zimbabwe na Angola. Sasa turudi katika vita ya Kagera, ambapo baada ya John Walden kupita eneo hatarishi lenye mamba, wanajeshi wengine walishambulia mamba hao na kumfikia. Hapo alipata jina la Black Mamba kutokana na ujasiri wake na uwezo wake wa kushambulia kasi na bila kumpa adui nafasi, akifananishwa na nyoka aina ya Black Mamba. Katika eneo la Masaka vita ilikuwa kali sana kiasi kwamba Idi Amin alimtuma Luteni Kanali Abdu Kisuule kutuliza mambo, lakini haikusaidia kitu. Baada ya mapambano hayo, Luteni Kanali Kisuule alikiri kwamba mapambano ya eneo la Masaka ndiyo hasa yalidhoofisha jeshi la Uganda, na alisema kama kushindwa basi tulishindwa pale Masaka. Na baadaye Black Mamba aliongoza jeshi la Tanzania kuvamia makazi ya Idi Amin jijini Kampala. Baada ya vita ya Kagera, wengi waliamini huenda angeteuliwa kuwa mkuu wa majeshi ya ulinzi, lakini haikuwa hivyo. Mwaka 1989 aliitwa kuongoza operation maalum dhidi ya majangili waliokuwa wakishambulia wanyamapori hasa tembo
Kazi hiyo aliifanya kwa ufanisi mkubwa. Operation iliitwa Operation Uhai. Katika operation hiyo, nyakati za usiku alitembea nyikani kwa ujasiri na kikundi cha askari wanyamapori. Kazi hiyo ilipunguza mno matukio ya kuuawa kwa tembo. Ikumbukwe mwaka 1987 alikuwa ameshapandishwa cheo na kuwa Meja Jenerali. Meja Jenerali John Butler Walden alifariki Julai 7 mwaka 2002 na kuzikwa jijini Mbeya akiwa na umri wa miaka 62. Huyo ndio Black Mamba, kamanda hodari wa operesheni za msituni na mlenga shabaha anayekumbukwa sana katika Jeshi la Wananchi la Tanzania. Mimi naitwa Daniel Vincent. Usiache kulike, kushare na kusubscribe, na tukutane tena kwenye video inayofuata. Asante.